Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mtazamaji wa Khairia Online TV? Leo tarehe 3 ya mwezi wa 7 2026 tumepata nafasi ya kurejea katika viwanja vya Shamsulluha kuelekea kuanza rasmi kwa sherehe zetu za kielimu. Muda huu tukio ambalo kwamba linaendelea ni mshayada wa akina mama. Tuna mengi ya kufahamu kuhusu hili na nipo na moja ya viongozi wa akina mama taasisi ya Shamsulluha katika nafasi zao, atuelezee machache ambayo yatakupa faida ewe ambaye kwamba unatufuatilia. Tunawakumbusha wadhamini wetu ni Kachenje Trading Institute walioko kule wilayani Same mkoani Kilimanjaro, chuo cha kilimo na mifugo, na tayari usajili umeshaanza na rasmi tunaanza kufungua chuo mwezi wa 9. Mama, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hongera na poleni kwa maandalizi ya jambo letu kubwa. Asante sana, washukuru, hongera. Maandalizi yetu ndio kama haya, ndio kushayaona. Kwa hiyo bado tunaendelea na maandalizi yetu na wageni wetu, na nyinyi karibuni na karibuni sana. Asante sana mama. Kwa faida ya watazamaji, waeleze majina yako na nafasi yako kwa akina mama wa Shamsulluha. Wakina mama wa Shamsulluha tulioandaa shughuli hizi, kuna mwenye katibu ni mama Sanura Hatibu, mwenye hazina ni Sofia Ayubu, kwa mimi mwenyewe ni Masomo Hamza mwenyekiti. Ndiyo. Tunasikia leo kuna tukio la mshayada, lakini watu wengi wanaotufuatilia hawafahamu mshayada ni kitu gani. Hebu tuwape faida kuhusu hili. Faida ya kuwapa mshayada, tulikaa kina mama tukaunda kikosi chetu, kwa kuwa kila panapokuwa na shughuli kama hii wenzetu wa matawini tuwe tunajumuika wanawake, tunafanya shughuli zetu na tunatoa pesa zetu, anayekuwa na pesa yake tunatoa kama vile, si ndio? Tukifika hapa, wakifika watu wanawake pale, watu wananadiana. Huu ni mji wa Mchukuni, ameleta pesa zao, mji wa Menza Mwenye ameleta pesa zao, mji wa Mwambani ameleta pesa zao, mji wa Tabora ameleta pesa zao, Istikama ameleta pesa zao, na makao makuu Shamsia wanaleta pesa zao. Sawa, Amboni ziko mbili, kuna kubwa na ndogo. Wanafika na mwana kubwa wanatoa shahidi zao, wanafika tu Amboni ndogo wanatoa shahidi zao. Wakina mama Mnyanjani pia wanajumuika, Istisamu wanajumuika, sawa, na Yeu wanajumuika, sawa, na Yeu wanajumuika na matawi mengi na mengi wanajumuika. Kwa hiyo tunatoa sisi mshahada wetu, tunafikia paka laki, wengine wanafikia paka 20,000, wengine wanafikia paka 60,000, wengine wanafikia paka 70,000, paka laki na 10. Na ule kwa pamoja mkichanga mnaweza kupata kiasi kama cha shilingi ngapi? Kwa hapa petu tunapata kiasi cha 1.5 milioni. 1.5 ndio. Na kwa faida yenu akina mama, mshahada baada ya kupata kusanya zile hela, huwa matumizi yake hasa mnakuwa mnatumia kwenye mambo gani? Tunatumia kwenye jambo hili. Sawa. Kwenye maandalizi ya shughuli zetu ndio tunatumia. Kwa sababu tunakuwa mfuko wetu bado tunaanza sasa. Kwa hiyo ile inatusaidia kwenye mshahada yetu. Sawa. Na mbali na hili la kusaidiana, kuchangiana, je, mna madarasa maalum ya kusoma akina mama hapa Shamsulluha? Ndio, tuko madarasa ipo. Tuko tunasomea hapa. Na huwa mnasomesha na kina mama wenzenu au ni mudiri? Bado kwa na mudiri taasisi. Sawa. Unawaambiaje akina mama wa Mwahako ambao ni Waislamu na hawajapata nafasi ya kuungana nanyi katika vikundi hivi ambavyo vimekuwa na faida kubwa, mojawapo ni kusapotiana katika mambo kama haya? Unawaambiaje watu wa namna hii? Watu wa namna hii nawaambia, jamani, tushikameni kwenye dini yetu. Umesikia? Tuje tusomeni, tukisoma tutajua zaidi faida ya mshahada. Sawa. Kwa hiyo kina mama tuungamaneni, tusomeni. Sasa hivi Waislamu sote tuko juu, na tawi letu la Shamsulluha imekuwa ni taasisi. Kwa hiyo kina mama, changamoto, tulisimamieni jambo, tusomeni tupate faida ya kesho akhera. Tuwaalike wakina mama na wengine wote wanatufuatilia kushiriki katika hadhara yetu ambayo leo mshahada, kesho ufunguzi mpaka siku ya mwisho. Ndio. Nawaalika kina mama, na hapa sasa tunavyosema yataingia magari hapa. Yataingia magari kuja kutunga mkono mashahada kama vile watakuwa nafasika. Ambaye Mungu akuajalia, basi tena tumwombea Mungu mwakani atufikie hapa. Asante na karibu tena. Tunakuomba ukaendelee na maandalizi yako ya shughuli. Karibu sana.
Nilikuwa naye mwenyekiti wa Mshayada, mama yetu, ambaye ameeleza mambo mengi kuhusiana na jambo lao hili kubwa, na amewaalika waumini wote kushiriki pamoja nao. Lakini pia wana darasa maalum, wanasoma na wanatueleza kwamba kusoma ni muhimu na tusiache, kwa sababu elimu haina mwisho. Ulikuwa nami Hassan Makanya, nyuma ya kamera Bakari Matandiko. Endelea kwa nasi, tazama Mshayada wetu mwanzo mpaka mwisho, na matukio mengine yataendelea kujia live kupitia Khairia TV. Asanteni sana. Bye.
Unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndiyo fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.